بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، leo ni majlisi ya al-kabair. Katika sehemu tulipokomea darasa iliyopita, ambapo tulikuwa na al-kabiratu al-hadiyata ashara, tulisoma katika kukamilisha al-kabiratu al-ashira, dhambi kuu la 10 ambalo tuliona ni kula mchana wa Ramadhani bila ya udhuru wowote wa kisheria na bila ya ruhusa. Kisha tukachukua na al-kabiratul hadiyata asharata, dhambi kuu la 11 ambalo dhambi hili anasema al-firaru min az-zahfi. Al-firaru min az-zahfi maana yake nini? Al-firaru min az-zahfi maana yake nini? كيف شيء kukimbia vitani. Ahsant. Al-firaru min az-zahfi, dhambi kuu la 11 ni kukimbia vitani. Haifai kukimbia vitani, na kila min kabairi dhunub. Ni sura ipi ambayo haifai kukimbia vitani? Yaani ni hali gani inayosemwa hapa na kwamba ni dhambi kubwa mtu akifanya hivyo, akikimbia? Ni kwa hali gani mtu atahesabika kwamba amekimbia vitani na dhambi hili litakuwa juu yake na kukimbia vitani? Nani anajua? Atuelezee kwamba ili mtu ahesabika amekimbia vitani anatakiwa iwe katika sura kadha 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 wa kadha. Naam. Ahsant. Ukakimbia kwa maana unaondoka zako vitani. Tayeb, ahsant. Unaona vita imekuwa ngumu, unahisi kwamba hapo unaweza kupoteza maisha yako, na wewe bado unapenda kuishi, ukaona utafute njia ukimbie. Je, mtu akihisi au akiona kwamba hapa nilipo naweza nikadunguliwa, ni bora nikimbie sehemu hii, akakimbia hapo alipo, lakini ukimbiaji wake anatafuta uchochoro aweze kujibanza na kujiandaa upya, sawa, huyu anahesabika amekimbia vitani. Ni katika mbinu za kivita. Ahsant. Kadhalika na yule ambaye anakimbia kujiunga na kundi la Waislamu, kujiunga na wenzake, kujiunga na kikosi cha wenzake, huyu pia hahesabiki kwamba anakimbia vitani. Naam, hawa ndio ambao Allah tabaraka wa taala amewavua aliposema waman yuwallihim yawmaidhin dubrahu illa mutaharrifan liqitali, ambayo ndo mbinu hizi za kivita, au mutahiyizan ila fi'a, imma akakimbia kwa lengo la kujiandaa upya, kuweka sawa silaha zake, kisha anarudi kwa sura nyingine, au anarudi kwa njia nyingine, na au akabadilisha sehemu. Hii zote ni katika mbinu za kivita. Ndio Allah anasema illa mutaharrifan liqitalin au mutahiyizan ila fi'a, au akakimbia kwa lengo la kujiunga na kikosi kingine cha Waislamu.
طيب, tulizungumza vita hii, jihadi hii ni jihadi gani? Naam Sheikh, jihadi gani hii ambayo unahesabika ukikimbia umechuma dhambi? Ni jihadi gani? Ahsant, jihadi ya kisheria. Ni jihadi ya kisheria, na ukisikia jihadi ya kisheria ni ile ambayo inafanywa chini ya amiri jeshi, yani kwa amri ya amiri jeshi mkuu wa nchi. Hii ndio jihadi ya kisheria. Kiongozi wa Waislamu akatoa amri, wanajeshi na Waislamu wengine wote wenye nguvu watoke. Hii ndio jihadi ya kisheria ambayo watu wanapigana kwa lengo la kuihami na kuitetea dini ya Allah tabaraka wa taala. Naam, na sio mapigano mengine yanayofanyika hivi sasa katika baadhi ya nchi za Kiislamu na nchi zisizokuwa za Kiislamu. Watu wanauana kwa maslahi ya kidunia. Haya mapigano haya si jihadi ya kisheria. Haya ni mauaji ya na mapigano ambayo hayaridhiwi na Uislamu. Wanauawa watu wasiostahiki, na jihadi ya Kiislamu ina mipaka yake na ina taratibu zake. Wanajeshi wa Kiislamu hawaruhusiwi kuwaua watoto katika nidhamu za jihadi ya kisheria. Watoto hairuhusiwi kuuawa, sawa. Kadhalika na wanawake, kadhalika na watoto wazee, sawa. Kadhalika na watu wengine madhaifu. Hao wote Uislamu umewavua katika jihadi ya kisheria, hawauawi hawa. Sasa ukiangalia mapigano yanayofanyika hivi sasa, watu wanatuma mabomu juu kwa juu. Linafika bomu likitua hapa, veta yote inalala chini, sawa. Yani hatoki mtu anayehusika na asiyehusika, mkubwa kwa mdogo, wote. Kwa hivyo isipokuwa hawa ambao wamevuliwa kisheria kwamba hawauawi vitani, isipokuwa pale ambapo watakuwa na wao wanashiriki katika kuwapiga vita Waislamu, nao pia wanauawa. Mtoto hauawi, si ndio? Lakini ikisadikika kwamba huyu mtoto anatumika na yeye amefundishwa mbinu za kivita, na yeye ni katika wanajeshi na ni mtoto, na yeye anauawa. Au mwanamke, tumesema mwanamke hauawi vitani, lakini ikisadikika kwamba mwanamke huyu ndiye anayechochea vita, au na yeye ana sehemu ya kuchochea vita na kueneza mashambulizi dhidi ya Waislamu, mwanamke pia naye anafanyaje? Anauawa. Kadhalika na mzee. Walivuliwa kwa sababu ni watu dhaifu na si watu wa vita aslan. Wanawake si watu wa vita aslan. Wanawake ni watu wa kubaki nyumbani. Waume zao wakitoka vitani wamechoka, wanawaliwaza. Hakadha al-asl. Hii ndio asili, sawa. Lakini ikionekana sasa wanawake nao wanatoka wanaenda vitani, au hata kama hawatoki lakini kule kule walikobaki nyumbani wanasuka mipango ya vita, nao wanauawa, sawa. Kwa hekima ya kukataza kuwaua hawa ni kwamba ni viumbe dhaifu na ni watu ambao si wa vita, hawahusiki kwenye vita, ndio maana sheria ikakataza kuwaua. Lakini ikionekana nao wana mkono katika mapigano hayo, nao pia wanafanyaje? Wanauawa. Tayeb, wallahu a'lam. Leo tuna al-kabiratu thaniyata ashara, dhambi kuu la 12.
Alkabiratu athaniyata asharata, dhambi kuu la 12. Azina ni dhambi la zinaa. Azina ni dhambi la zinaa. Wa ba'dhuhu akbaru ithman min ba'dhi, na baadhi ya zinaa dhambi zake ni kubwa zaidi kuliko zingine. Wa ba'dhuhu ay ba'dhu zina, baadhi ya zinaa akbaru ithman, dhambi zake ni kubwa, min ba'dhin, kuliko nyinginezo. Baadhi ya zinaa ni dhambi zake ni kubwa, kwa maana zinatofautiana, zinatofautiana. Kwa maana inategemea zina hiyo umefanya na nani. Zina hiyo umefanya na nani? Asili kwamba zina ni haramu, sawa, zina ni haramu kwa mtu yeyote, lakini ukafanya zina na dada yako mathalan, hii ni akhbath, yani ubaya wake ni maradufu zaidi. Zina ni haramu. Ukafanya zina wal'iyadhu billah na mama yako mzazi, hadha akbar, hii jarima yake ni kubwa zaidi. Kadhalika ukazini na shemeji yako, ukazini na mke wa jirani yako, lakini zina ni haramu asli. Ila unapofanya uchafu huo na mtu wako wa karibu, inakuwa ni yani ubaya wake unazidi, ubaya wake unazidi. Na hata ule uhasama ni tofauti, ni tofauti ukizini na mtu mwingine baki. Na hilo kila mmoja ni shahidi. Watakuwa ni mashahidi zaidi wale wazinifu ambao washawahi kuzini na watu wao wa karibu, mpaka leo wamewekeana bifu, bali wengine wanawindana mpaka leo na mapanga, sawa sawa. Na wengine washawekeana, washavunja udugu kwa sababu ya jarima hiyo, kwamba wewe kwa kitendo ulichonifanyia kwa mwanangu au kwa mke wangu, basi tusijuane, yani mpaka naenda kaburini. Lakini chanzo cha kukatana ni nini? Zina. Kwa hivyo zina ni dhambi kubwa katika madhambi yaliyokuwa makubwa. Ndio Shekhe Imamu akasema wa ba'dhuhu akbaru ithman min ba'dhin, baadhi ya zina madhambi yake ni makubwa zaidi kuliko mengine, kuliko zina nyinginezo. Yani mfano hii niliyoipiga ni baadhi, yani mtu kuzini na mama yake, hii haingia akilini. Yaani ukiachilia mbali kwamba zina ni haramu, lakini ukisikia kwamba mtu kazini na mama yake, hadha khatir, hii ni hatari. Na wako watu wanafanya hivi, kwa maana kwamba wengi wanafanyaga hivi kwa mila fulani na kwa itikadi. Mtu ashaambiwa na mganga wake kwamba unatakiwa utembee na mama yako mzazi ndio utafanikiwa. A'udhu billah. Na mtu kweli anafanya mbinu, anatembea na mama yake. La ilaha illa Allah. Kwa hivyo hili ndio dhambi ambalo tunatoka nalo siku hii ya leo. Tutalisoma nusu kwa sababu nusus alizoziweka Imamu ni nyingi. Tutasoma mpaka hapo tutakapoishia biidhnillahi tabaraka wa taala. Zina ni hatari sana. Hili dhambi ni jarima iliyokuwa mbaya sana. Na siku moja imekuja hadithi, kabla hatujaangalia hadithi dalili alizoziweka Imamu Dhahabi, kuna kisa kimoja cha kijana
alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala ya Rasulullah idhan li bizina, akamwambia ewe Mtume, nakuomba unipe idhini nizini, yani niruhusu nizini. Kijana barobaro katoka huko, kazidiwa na shahawati, kaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kamwambia Mtume, nipe idhini nifanye zina. Faaqbala alqaumu alayhi, masahaba wakamwelekea yule kijana, fazajaruhu, wakamkemea na kumfokea. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume alayhi salam akamwita yule kijana, akamwambia masahaba, mleteni, msogezeni hapa. Wakamsogeza kwa Mtume alayhi salam. Faqala ijlis, Mtume akamwamrisha keti. Fajalasa, akawa amekaa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alayhi salam akasema, atuhibbuhu li ummika, hiyo zina unayotaka nikuruhusu ufanye, unapenda mama yako aziniwe? Je, unapenda mama yako na yeye afanyiwe zina? Qala la, yule kijana akasema hapana. Qala la wallah, na apa kwa jina la Allah, ja'alani Allahu fidaaka, akasema hapana ewe Mtume wa Allah, na apa kwa jina la Allah, siko tayari, siko radhi mimi mama yangu nisikie mama yangu amefanyiwa zina. Qala, Mtume alayhi salamu akasema, wala nnasu yuhibbunahu li ummahatihim, basi fahamu kwamba watu wote pia hawapendi mama zao wafanyiwe zina. Sawa sawa. Kisha akamuuliza, qala atuhibbuhu libnatika, je, unapenda binti yako aziniwe? Qala la wallah, ja'alani fidaaka, yule kijana akasema hapana, sipendi na siridhii kusikia au kuona kwamba binti yangu anaziniwa. Qala wala nnasu yuhibbunahu libanatihim, basi fahamu ya kwamba watu wote hawapendi mabinti zao waziniwe. Wewe si haupendi pia binti yako afanyiwe uchafu wa zina? Basi na watu wote hawapendi mabinti zao wafanyiwe zina. Qala afatuhibbuhu li ukhtika, Mtume alayhi salam akamuuliza tena, je, unapenda dada yako afanyiwe hivyo? Unapenda dada yako aziniwe? Qala la, akasema hapana. Qala wala nnasu yuhibbunahu li akhawatihim, basi fahamu ya kwamba watu wote hawapendi dada zao kuziniwa. Kama hivyo ambavyo wewe hupendi dada yako kuziniwa, pia na watu wengine hawapendi dada zao waziniwe. Qala afatuhibbuhu liammatika, Mtume akamuuliza tena alayhi salam, je, unapenda zina hiyo afanyiwe shangazi yako? Akasema hapana. Mtume alayhi salam akamwambia, basi hata watu pia wengine hawapendi shangazi zao kuziniwa. Qala, akasema rawi wa hadithi, fawadaa yadahu alayhi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ameweka mkono wake akamshika yule kijana. Waqala, na akasema kumwombea dua, Allahumma ighfir dhanbahu, ewe Allah na kuomba msamehe dhambi zake huyu kijana. Watahhir qalbahu, na utaharishe usafishe moyo wake. Watahhir qalbahu, na usafishe moyo wake kutokamana na machafu. Wa hassin farjahu, na uhifadhi heshima yake, uhifadhi utupu wake.
umhifadhi huyu kijana asijeingia katika uchafu wa zinaa na mengineyo. Yule kijana baada ya hapo anasema falam yakun ba'da dhalika alfata yaltafit ila shay, kwamba kijana yule baada ya maneno hayo na mazungumzo yaliyopita kati yake na Mtume alayhi salam, na baada ya dua aliyoombewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuwa tena ni mwenye kugeukia na kuwa na fikra chafu alizokuwa nazo mwanzo, zilitoweka moja kwa moja, na akabadili mwelekeo, akawa ni mwenye kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hadithi hii na kisa hiki kinatufunza kwamba kwanza hakuna anayeridhia uchafu ufanyike nyumbani kwake. Ma fi ahad, sawa? Hakuna yoyote anayeridhia kwamba mwanae aziniwe, hakuna. Wale wazinifu wenyewe, wale wazinifu ambao wamekubu, wanajiuza wengine, sawa, au wanaenda kutafuta watu wanaojiuza huko, ukimuuliza hivi, hiki kitendo unachokifanya unapenda mwanao afanywe hivi, atakujibu kama alivyojibu huyu kijana, tena anaweza akakukata hata shoka. Sasa kwa nini mpaka unafikia hatua kwamba unaweza kumkata shingo mtu ukimkuta amesimama na binti yako au na mke wako? Sasa kwa nini wewe unavizia wake za watu? Kwa nini unatamani na unapenda kuzini na watoto wa watu? Sasa kama hivyo ambavyo hupendi ndugu yako, mwanao, mkeo afanyiwe uchafu wa zinaa, basi na watu wengine hawapendi. Kwa maana watu wajiepushe na jarima hili la zinaa. Allah tabaraka wa taala atuhifadhi na atuepushe na fitna za shaitani. طيب, قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. Imam الذهبي anasema, na ameanza mlango huu kwa kuweka ayati. Qala Allah ta'ala, amesema Allah mtukufu, wala taqrabu zina, na wala msikaribie zina. Wala taqrabu zina, na wala msikaribie zina au msikurubie zina. Innahu kana fahishatan, kwani zina ni uchafu. Innahu kana fahishatan, kwani hiyo zina ni uchafu. Wasaa sabila, na ni njia iliyokuwa mbaya. Innahu kana fahishatan wasaa sabila, kwani hiyo zina ni uchafu. Innahu kana fahishatan ay dhanban adhiman. Anasema Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, innahu kana fahishatan ay dhanban adhiman, kwani hiyo zina ni uchafu na ni dhambi iliyokuwa kubwa. Wasaa sabila, na ni njia iliyokuwa mbaya. Ay wa bi'sa tariqan wa maslakan. الزنا بئس طريقا ومسلكا. Zina ni njia iliyokuwa mbaya, ni uchafu na ni dhambi iliyokuwa kubwa, kadhalika ni njia iliyokuwa mbaya, kwa sababu njia hiyo ni njia yenye kukuongoza na kukupeleka kubaya, kukufanya kuwa muovu, na uovu unamuongoza mtu kumpeleka motoni, wa na'udhu billahi min dhalika. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala katika aya hii amekataza kuikurubia zinaa, na kukataza kuikurubia zinaa inafahamika moja kwa moja uharamu wa hiyo zinaa. Wala taqrabu zina, na wala msikaribie zinaa, kwa maana bifi'li asbabihi wa dawaihi, msikurubie zinaa kwa kufanya sababu na vishawishi
na miqaddimati, kwa kufanya sababu na yale mambo yanayopelekea kuzini. Haya ndio yanakatazwa kwenye aya hii. Kabla ya zinaa yenyewe amekataza kuikaribia zinaa, na kuikaribia zinaa ni kufanya sababu na mambo ambayo yanapelekea kwenye zinaa, ikiwemo kuwakurubia wanawake, kuwafanya wanawake kuwa ndo marafiki zako, ukafungua grupu ukalifanya wewe ndio admini, wale watu wako wa kwenye grupu unaowaadi mule, wale membazi wako ni wanawake. Sawa? Hii ni katika mambo ambayo yanakufanya wewe ujikurubishe na wanawake, na ni fitna. Watu wamepotea kuanzia humo, na kuna watu wameingia kwenye fitna kwa sababu hizo. Sawa sawa. Kadhalika kupenda kwenda walipo wanawake, yani wewe unapenda kujichanganya changanya na wanawake, fitna. Haya ni katika mambo ambayo yatakupelekea wewe kuingia kubaya. Jiepushe. Sawa sawa. Nipe namba yako. Namba yake ya nini? Alafu baadaye ushachukua namba yako unaanza kumchati. Unachati. Kuchati ndio story hizo. Inakwenda, ulikuwa unamuulizia habari zingine, mao unashtukiwa umeingiza na habari zinazo kupelekea katika zina, unaanza kumtongoza. Sawa? Hii ndio lugha ambayo mtafahamu zaidi. Tukisema tuzunguke sana unaweza usielewe. Utaanza kumtongoza na kadha, ukazunguka huko, mwisho hii ndio wala takhrabu zina. Hizi ndio katika sababu ambazo zitakupelekea wewe kuingia katika zina. Unaweza kufanya sababu zinazokupelekea kwenye zina lakini usifike kwenye lengo. Unaweza kukwama. Kwa sababu unaweza kufanya mikakati ukakwama. So kila anayefanya mikakati ya kuingia kwenye zina na zini, lakini amehawili. Sasa hii mikakati ndio imekatazwa. Hizi sababu zinazopelekea kwenye zina ndio ambazo zimekatazwa katika aya hii, wala taqrabu zina, na wala msikaribie zina, kwa kufanya yale mambo ambayo yanapelekea mtu kuzini. Ogopa sana wanawake. Kadhalika na wanawake natakiwa waogope wanaume. Sawa? Na sio umeona wanawake walipo basi unaenda katikati unaketi. Ya akhi. Au unafurahi sana yani ukiwa na mabesti wa kike. Kuna mwingine yani anafurahi sana marafiki zake wakiwa ni wa kike. Bali mwingine mwanamke akipita kama hajamsalimia anaona vipi? Ya akhi, unataka mwanamke akusalimie? Ili iweje? Hujui kama sauti yake ni fitna? Akikuongelesha tu ile tayari fitna. Sheria imekataza kwa sababu inajua mafsada ambayo yanaweza yakatokea kwa wewe kuongea na mwanamke, na nyinginezo katika mambo ambayo yanampelekea mtu kumdumbukiza katika jarima la uzinifu, na Allah atuepushe na jarima hilo. Hiyo ni aya ya kwanza. Aya ya pili, waqala ta'ala, na amesema Allah mtukufu, walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar. Allah anaeleza sifa za waumini, na waumini wa kweli katika sifa zao ni wale ambao la yad'una ma'a Allahi ilahan akhara, hawaabudu pamoja na Allah tabaraka wa taala Mungu mwingine. Hawaabudu, la yad'una, hawaombi kwa maana hawaabudu. walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar. Na sifa za waumini wa kweli ni wale ambao wanasifika na sifa hii ya kwamba hawaombi kwa maana hawaabudu kumwabudu Allah tabaraka wa taala pamoja naye Mungu mwingine.
lakinnahum yu'adhimuna Allah tabaraka wa ta'ala wa yukhlisuna lahu al-ibadah, bali waumini hao ni wenye kumtukuza Allah na kumtakasia yeye ibada. Fala yushrikuna bihi shay'a, hawamshirikishi yeye Allah na chochote, bali ni wenye kumwabudu Allah peke yake. Hii ni sifa katika sifa za waumini. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah, na wala hawaui nafsi ambayo Allah ameharamisha kuuawa nafsi hiyo. Wala yaqtuluna an-nafsa, na wala hawaui nafsi allati harrama Allah, ay harrama Allah qatlaha, nafsi ambayo Allah tabaraka wa taala ameharamisha kuuawa. Katika sifa za waumini pia hawasifiki na sifa za kuwaua wenzi wao, hawasifiki na sifa za mauaji, kuwaua wenzao pasipokuwa na haki. Na kuua kwa haki kunafahamika, mtu ameritadi anauawa. Kadhalika kuuawa kwa haki kwa kulipizwa kisasi, mwenye kuua na yanauawa, hii ni haki. Lakini anayesimamia haya yote, kumuua aliyeua, kumuua aliyeritadi, kadhalika katika kuuawa kwa haki ni mtu amezini. Mtu akizini hali ya kuwa ameoa au ameolewa, hukumu yake anauawa, anapigwa rajim, anapigwa mawe mpaka nakufa. Sawa, hii ndio taratibu na sheria za Uislamu. Lakini nani atafanya hukumu hii, atasimamisha hukumu hizi? Ni wewe na mimi? La, hizi hukumu zinasimamishwa na kiongozi wa Waislamu katika nchi ya Kiislamu. Sawa sawa. Naam. Ama nchi isiyokuwa ya Kiislamu, isiyo hukumu za Kiislamu, hizi haifai mtu kujichukulia sheria mkononi, kwamba sasa umemkamata mtu anazini na mwanao unamchinja, au unamchimbia shimo unampiga mawe mpaka anakufa. La, au unampiga viboko 100 kama hajaoa. Hapana, hii sio jukumu lako. Hii ni jukumu la kiongozi. Wewe unatakiwa umfikishe mahala husika kwa mujibu wa taratibu za serikali. Fuata taratibu. Sawa sawa. Na kama unaona kwamba umwadhibu kwanza wewe mwenyewe, mpe adhabu, la basi. Sawa, mpe adhabu, lakini adhabu ambayo si adhabu ya kumjeruhi au kufikia hatua kupoteza maisha yake. Haifai. Kama ambavyo watu wanachukua sheria mkononi, wakishika wezi wanawachoma moto. Sawa, na ukitetea na wewe wanakuchoma moto pia. Sasa hatari sana. Hii ni kuchukua sheria mkononi ambayo inakatazwa. Watu natakiwa wafuate taratibu na nidhamu. Tayeb. Sasa shekhi, wewe mathalan ndo unamkuta mtu anazini na binti yako, unaweza utampa mawaidha tu? Mwingine anaweza kuuliza hivyo akisikia tunaeleza hivyo. Sasa yeye anaona akikamatwa wewe anatakiwa apigwe kama ni visu, achomwe visu. La, hii sio sheria hii. Sawa, hiyo sasa unachukua sheria mkononi ambayo ni mukhalafa. Yaani amekosea yule, lakini sasa wewe unataka kukosea zaidi. Kwa sababu kitendo alichokifanya cha zinaa ni kibaya, ila sasa wewe unataka kuua. Sasa kuua ni zaidi sasa. Sawa sawa. Ili mpaka mtu auawe ni kwa kufuata taratibu za Uislamu. Naam. Anaweza kaadabishwa, anapigwa kichapo cha kumwadabisha. Kichapo cha kumwadabisha na sio kichapo cha kumvunja viungo. La. Kumwadabisha lazima adabishwe, lakini anaadabishwa vipi? Sawa sawa. Naam. Nasallallahu alaihi wa afia. Vijana wanaonea sana wezi. Wanaonea sana wezi. Wezi wanakera, lakini wazinifu wanakera zaidi kuliko wezi. Sawa sawa. Na vijana wakimkamata mzinifu
kwanza huwa wamkamati. Mzinifu anakamatwa? Akamatwi, labda mpaka mtu aje kumfumania ndani mwake na kadha, ndio inaweza kaleta vurugu na kadha, lakini zina imeenea mtaani. Kwa nini wazinifu hawakamati na wao wakapigwa matofali kama wanavyopigwa wezi? Ni kwa sababu zina kila mmoja, wengi wanafanya. Sawa, zina ni tofauti na wizi. Wizi unakuta ni wachache wanaofanya hivyo, lakini zina, a'udhu billah. Ndio maana unakuta hata mtu akisikika kwamba fulana anafanya uchafu wa zina, wengine wanamuunga mkono, vijana wenzake wanamuunga mkono, bali wanaona kama ndio ameendelea, na inaonekana huyu ni mwanaume. Na kijana asiposifika na tabia za uchafu na nini, inaonekana huyu na mapungufu, yani hajakamilika. Kuna baadhi ya wazazi pia, yani wanawahesabu watoto wao kwamba hawajakamilika, wanauliza pembeni, hivi Juma huwa unamsikia huwa anaongelea masuala hayo? A'udhu billah. Mzazi huyu anamuuliza mtoto wa jirani yake, anamuuliza, hivi Juma unamsikia anaongelea masuala hayo? Mkiwa naye yani huwa anaongelea masuala ya wanawake? Uone dunia ilikuelekea, Sheikh. Astaghfirullah. Sasa mzazi kama huyu unategemea malezi kwa mtoto wake ni malezi gani? Khabith. Hatari sana. Kwa hiyo zina inapigiwa debe, ni tofauti na dhambi la wizi. Katika sifa za waumini Allah anasema, wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq wala yaznun, na wala hawazini, hawafanyi uchafu wa zina. Pia katika sifa za waumini wa kweli wenye imani kamili, wala yaznun, na wala hawazini. Waman yaf'al dhalika, na atakayefanya hayo, waman yaf'al dhalika ay waman yati bihadhihi al-af'al, mwenye kuyafanya haya matendo yaliyotajwa, yalqa athama, atakutana na adhabu kali mbele ya Allah tabaraka wa taala. Yalqa athama, yalqa athama ay yalqa min Allah taala uqubatan wa nakalan, mtu huyo atapata kwa Allah tabaraka wa taala adhabu iliyokuwa kali na mateso makubwa. Yalqa athama, mtu huyo atapata kwa Allah adhabu iliyokuwa kali na mateso makubwa. Aya hii surati al-Furqan inatufundisha mambo kadhaa ambayo ni haramu, inatakiwa waislamu kuyaacha. Moja ni ushirikina, jambo la pili ni kuua pasipokuwa na haki, jambo la tatu ni kuzini. Na akasema mwenye kuyafanya hayo atapata adhabu kali kwa Allah tabaraka wa taala na mateso yaliyokuwa makubwa. Allah atusalimishe na mambo hayo. Na mahallu shahid tunapokusudia katika somo letu wala yazinun, kwenye upande wa zina, kwamba katika sifa za waumini wa kweli hawafanyi uzinifu. Maana yake ukiona umezini, wewe una mapungufu katika imani yako. Ukiona unafanya zina, ukiona moyo wako unapenda zina, basi fahamu ya kwamba una mapungufu ya imani, kama tutakavyoona katika dalili zitakazofuata insha Allah taala. Waqala taala, na amesema Allah mtukufu, az-zaniyatu waz-zani, mzinifu wa kike na mzinifu wa kiume. Az-zaniyatu waz-zani, mzinifu wa kike na mzinifu wa kiume, wote wawili hao, fajlidu kulla wahidin minhuma, wapigeni mijeledi. Fajlidu, wapigeni mijeledi, kwa maana wapigeni viboko. Fajlidu, wapigeni viboko, kulla wahidin, kila mmoja katika hao wawili, kulla wahidin minhuma,
kila mmoja katika hao wawili 100 jaldatin, viboko 100. Mzinifu wa kike na wa kiume wapigeni kila mmoja wao viboko 100, viboko 100. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun, na wala msiingiwe na huruma. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, na wala msiingiwe na huruma wakati wa kuwaadhibu hao wanapofanya makosa katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Hili ni agizo la Allah subhanahu wa taala, na hapa anatoa mwongozo wa sheria na hukumu ya mzinifu wa kiume na wa kike. Pale ambapo wazinifu hawa watakuwa hawajaoa au kuolewa, mwanamume atakapokuwa hajaoa, mwanamke atakapokuwa hajaolewa, wanapozini, sawa, wakakamatwa kwa ushahidi ukathibitika kwa mujibu wa sheria, na ikalazimika kusimamishiwa hukumu hii katika Uislamu, hao wanatakiwa wapigwe viboko 100 kila mmoja, viboko 100. Kisha Allah anasema wala ta'khudhukum bihima ra'fatun, msiingiwe na huruma. Yani ule upole na huruma usikuingieni katika dini ya Allah, kwa maana kwa kuacha, yani upole wenu na huruma isikufanyeni mkaacha kusimamisha hukumu za Allah tabaraka wa taala kwa hawa wazinifu, mkawakamata wazinifu na vidhibiti vikakamilika, masharti yakakamilika, sawa, na kesi ikafika kwa kadhi, tayari inatakiwa hawa wahukumiwe. Jaji kapitisha hukumu kwamba huyu anatakiwa ahukumiwe kwa kupigwa viboko 100, sawa. Halafu wewe wakati sasa ambao umepewa jukumu la kupiga viboko, ukawa unapiga huku unamwonea huruma, la yambaghi. Ukamwonea huruma ambaye itakupelekea wewe ukawa unampunguzia viboko. Baada ya kupiga viboko 100 unapiga viboko 80, sawa. Isikupelekee huruma yako na upole wako ukashindwa kutekeleza sheria ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Hii ni kwa wale ambao hawajaoa au hawajaolewa, ndio wanapigwa viboko 100. Ama aliyeoa na aliyeolewa hawapigwi viboko kisheria, wanapigwa mawe mpaka wanakufa. Hii ndio sheria ya Allah tabaraka wa taala, ni rajmu, kukomesha. Yani hizi ahkam zimewekwa zajran, kwa lengo la kukomesha na kukemea na kuwatahadharisha wengine kwamba Abdalla amekamatwa anazini na Khadija na masharti yamekamilika, sawa, inatakiwa hukumiwe. Hukumu yao wanapigwa mpaka wafe. Hii ni fundisho kwa watu wengine tayari. Naam, ndio maana wakati wa kusimamishiwa hadi hii viboko 100 au rajm, inatakiwa watu washuhudie ili iwe ni funzo kwa wengine kwamba maana yake na mimi nikithubutu yatanikuta. Tayari mtu anaogopa, kila mmoja anaogopa zinaa, sawa. Sasa kwa vile mambo haya ndio hivyo, ndio maana uchafu umeenea kwa sababu unatangazwa, bali wanashajihishwa, naonekana ndo maendeleo yenyewe. Vijana wanaonekana wamechangamka. Kijiji kisipokuwa kina watoto vijana wake wasipokuwa ni wazinifu, wanaonekana washamba.
Inaonekana kwamba ni watoto wa mjini wamechangamka na nini, wameenda shule, wazinifu. Ndio imefikia huko. Tayeb. Na hapa tunaona Allah tabaraka wa taala ameanza kumtaja mzinifu wa kike, azaniyatu, kisha akaja wazani, mzinifu wa kike na mzinifu wa kiume. Sawa. Na ukija kwenye wizi ameanza mwanaume, wasariqu wasariqatu, mwizi wa kiume na mwizi wa kike, wakateni mikono yao, faqta'u aydiyahuma, wakateni mikono yao. Sawa. Wanachuoni wanasema kama alivyosema al-Hafidh Ibn Hajari rahimahullah ta'ala kwamba zina Allah ameanza kumtaja mwanamke kisha mwanamume, wizi kaanza kumtaja mwanamume kisha mwanamke. Kwa sababu gani? Akasema kwa sababu zina, anayesababisha hiyo zina na ambao wanakithirisha zina ni wanawake. Wanawake ndio ambao wanaowashawishi wanaume wa wazini. Sawa. Wanawake ndio wanaopenda zinaa kuliko wanaume. Ndio maana Allah katika zinaa akawatanguliza wanawake. Kwenye wizi majizi wengi ni wanaume. Yaani ukiona mwanamke mwizi, hiyo ameingia tu kwenye mlango wa wanaume. Lakini asili kwamba wanaoiba ni watu gani? Wanaume. Ndio maana Allah kaanza kwenye wizi kawataja wanaume kisha akawataja wanawake, kwamba pia wakati mwingine wanawake pia wanaiba, ile asili ya wizi ni wanaume. Kadhalika na kwenye zina, kwamba wanaosababisha zina na wanaokithirisha uzinifu mitaani ni wanawake. Sisi tunaelewana hapo? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda. Lakini hukumu hii pia anayesimamisha ni kiongozi wa nchi, kadhi au hakimu, na sio wewe na mimi tuchukue sheria mkononi. La. Sasa mwingine anasema, sasa shekhe, ukimfumania mke wako anazini unafanyaje? Sasa utafanyaje? Hukumu yake maana yake auawe, si mke wako, maana yake auawe au utaua. Kuna watu wanachinja shekhe. Billahi alaikum, kuna mtu ashawahi kumchinja mke wake baada ya kuwa amemfumania. Yule mwanaume alichoropoka akakimbia, akabaka anamshughulikia mke wake, akamchinja. Hasira. Sasa hii ni kuchukua sheria mkononi, haifai. Haifai. Wewe umemfumania mke wako, khalasi, taliqiha, chana naye, mpe talaka. Sawa. La, ukiona kwamba mimi bado nampenda, amsikha, baki naye. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alijiwa na mtu, akamwambia ewe Mtume, mke wangu, katumia lugha ya kinaya kidogo, kwamba mke wangu harudishi mkono wa anayemgusa, harudishi mkono wa anayemgusa, akiwa na maana anapenda zinaa. Yeye anathibitisha kabisa kwamba mke wake ni mzinifu na anajua kabisa anaziniwa, halafu anaenda kutafuta ushauri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia, ya akhi, mke wako mzinifu, muache, talika. Yule bwana akasema, lakini ana uhibbuha, anatia taaliki, anamwambia Mtume, lakini bado nampenda mke wangu. Mtume akamwambia, basi amsikha, kama unampenda basi endelea naye, lakini usiongee. Sasa ushamfumania mke wako, ima uendelee naye au umwache, lakini sio kumpiga majembe na mashoka, jambo ambalo linaweza na wewe likakuhatarisha maisha yako. Wallahu aalam. Tunamalizia aya ya mwisho. Naona leo tutaishia hapa kwa sababu kwanza tumechelewa na kuanza darasa. Waqala ta'ala, na anasema Allah mtukufu, az-zani la yankihu illa zaniyatan
au mushrikatan. Azani, mzinifu wa kiume, la yankihu, haowi, yani hamuowi, illa zaniyatan, isipokuwa mzinifu mwenzie wa kike. Kwamba mwanamume mzinifu kawaida hamuowi isipokuwa mwanamke mzinifu. Au mushrikatan, au mwanamke mshirikina. Au mushrikatan, au mwanamke mshirikina. Kwa maana mwanamke mshirikina hiya allati la tara hurmata zina. Mwanamke mshirikina yeye hajui kwamba zina ni haramu, hajui kwamba zina ni haramu. Ndio maana mpaka hivi sasa kuna watu wengine ukiongelea kumwambia zina, kwani zina ni nini? Hajui. Wazaniyatu, na mzinifu wa kike kadhalika, la yankihuha illa zani. La yankihuha, hakuna anayemuoa isipokuwa mzinifu mwenzie wa kiume. Wazaniyatu, na mzinifu wa kike, yani mwanamke mzinifu, la yankihuha, hakuna wa kumuoa mwanamke huyo, illa zanin, isipokuwa mzinifu wa kiume, au mushrikun, au mshirikina wa kiume. Kwa maana mshirikina huyo wa kiume ambaye la ya'taqidu tahrima zina, ambaye haamini kwamba zina ni haramu, huyo ndo anaweza akamuoa mwanamke mzinifu. Wa hurrima dhalika ala almu'minin, na jambo hilo limeharamishwa kwa waumini. Wa hurrima dhalika ala almu'minin, na jambo hilo limeharamishwa kwa waumini. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anasema, harrama Allahu zina ala almu'minin. Katika kutafsiri maneno ya Allah wa hurrima dhalika ala almu'minin, akatafsiri kwamba kilichoharamishwa hapa na jambo hilo limeharamishwa kwa waumini ni jambo gani? Kwa sababu hapa kuna tafsiri tofauti za wanachuoni. Wa hurrima dhalika ala almu'minin, wako wanachuoni ambao wanasema jambo lililoharamishwa kwa waumini ni zina, akiwemo Abdullah ibn Abbas anasema harrama Allahu zina ala almu'minin. Allah tabarak wa taala ameharamisha zina kwa waumini, kwamba waumini wenye imani kamili hawafanyi zina. Lakini tafsiri nyingine, wa hurrima dhalika ala almu'minin, limeharamisha jambo hilo kwa waumini. Jambo gani? Kuwaoa wazinifu. Hii ni tafsiri nyingine, kuwaoa wazinifu au kuolewa na wazinifu upande wa wanawake. Pia jambo hilo limekatazwa na limeharamishwa kwa mu'min. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala alivyosema azani la yankihu illa zaniyatan, kwamba mzinifu wa kiume hamuowi isipokuwa mzinifu mwenzake wa kike. Hapa tafsiri nyingine ya wanachuoni wanasema kama alivyosema Sufyani ath-Thawri, kwamba laisa hadha bin nikahi inma huwa aljima'u, kwamba kusudiwa hapa haikusudii ndoa, yani ndoa ya kisheria, bali hapa kinachokusudiwa ni jimai, tendo la ndoa. Inakusudiwa kitendo kile, sawa? Kwa maana hiyo mwanamume mzinifu hawezi kumwingilia kwa zina isipokuwa mwanamke mzinifu. Maana mwanamke aliyejihifadhi hawezi kukubali kufanyiwa uchafu wa zinaa. Ukiona mwanamke au binti anakubali kufanyiwa uchafu wa zinaa, maana yake ni mchafu, ni mzinifu, au atakuwa ni mshirikina ambaye hajui kwamba zina ni haramu. Hii ni tafsiri nyingine ya wanachuoni, kwamba maana ya ndoa hapa ni nini?
ni jimaa, tendo la ndoa. Kwa maana mwanamume hawezi kufanya uchafu wa zinaa isipokuwa na mwanamke mzinifu mwenzake. Kadhalika mwanamke hawezi kufanyiwa uchafu wa zinaa, yani mwanamke hawezi kufanya uchafu wa zinaa isipokuwa na mwanamume mchafu, wa hakadha. Sawa sawa. Kwa hizi ni tafsiri mbili za wanachuoni. Imetafsiriwa kwa maana ya ndoa, ndio ikaja khilafu ya wanachuoni. Je, inafaa kumuoa mwanamke mzinifu au haifai? Hapa ndio kuna khilafu ya wanachuoni. Sawa. Mwanamke anajulikana kabisa mtaani kwamba ni mzinifu, watu wanafahamu kwamba ni hasharati, sawa, kahaba mathalan. Je, inafaa kumuoa au haifai? Kuna kauli mbili. Kauli ya kwanza wanasema inafaa kumuoa hata kama hajatubia. Hata kama hajatubia inafaa kumuoa, maadamu mtu mwenyewe muoaji ameridhia kwamba anataka muoe kisheria, la basi, na ndoa inasihi. Na hii ni kauli ya jamhuri. Kauli ya pili wanasema haisihi ndoa ya mzinifu, haifai kumuoa mzinifu. Dalili ndio hii, haifai kumuoa mwanamke mzinifu mpaka atubie na ibainike, ifahamike toba yake. Sawa. Kama vile ilivyokuwa anatangaza uzinifu na kadha, basi atubie na toba yake ifahamike kwamba ametubia, na aonekane kwamba ameachana na ule uchafu wa zinaa. Alikuwa anasuhubiana na wachafu, basi afahamike kwamba hivi sasa anasuhubiana na wanawake waliojihifadhi. Toba yake kifahamika, basi ndio aolewe. Hii ni kauli ya pili. Sawa sawa. Kwa hivyo kadhalika na upande wa mwanamume, je, inafaa kumuoza binti yako kijana mzinifu mchafu wa tabia? Kwa maana anafahamika kabisa kwamba tabia zake ni mchafu, yani anafanya uchafu wa zinaa. Sawa. Je, inafaa kumuozesha? Ndio inarudi kwenye kauli hizi mbili. Wapo wanaosema inafaa kumuozesha binti yako kwa mtu mzinifu, wengine wanasema haifai. Lakini kauli ambayo ni yenye nguvu, na ndio kauli mimi nimemili kwayo, haifai kumuozesha binti yako mwanamume mzinifu mpaka kwanza atubie na ibainike toba yake. Kama ambavyo pia haifai kumuoa mwanamke mzinifu mpaka atubie. Sawa. Na hii ndio mawqif na msimamo wa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala na wengineo katika aima. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anasema haipendezi na haitakiwi mtu kumuoa mwanamke mzinifu mpaka atakapokuwa ametubia na toba yake ikafahamika. Kadhalika na haifai kumuozesha binti yako mwanamume mzinifu mpaka atubie. Sawa sawa. Kwa sababu akasema, mfano ukimuoa mwanamke mzinifu, wewe unaamini vipi kwamba watoto utakao wapata kwenye humo ndani ya nyumba yako kwamba wote watakuwa wakwako? Unaamini vipi? Je, unaamini kabisa kwamba huyo mwanamke hatakuletea watoto? Kwa sababu umemuoa kabisa, unajua ni mzinifu. Sawa. Kwa huyu anaweza kuletea watoto akakwambia wakwako, kumbe si wakwako. Sawa sawa. Naam. Kwa hivyo ni bora kuwaoa mabinti ambao wamehifadhika, wanawake ambao wamehifadhika katika dini, kuliko kuwaoa wanawake ambao wanafahamika kabisa kwamba ni wachafu, wazinifu, kwa madai kwamba umempenda au kwamba utambadilisha. Utabadilika wewe. Utabadilika wewe na hatimaye utamweka ndani, baadaye utaweka uhasama na vurugu zisizokuwa na kesi ambazo hazina mwisho. Lakini ukiangalia chanzo, wakati unamuoa umeangalia nini? Kwa hivyo inatakiwa watu kuwa makini sana wakati wa kuoa, wakati wa kuchagua wa kuoa, watu waangalie watu ambao wameshikamana na dini na kujiepusha
na wazinifu, hasa wale ambao watu wanafahamika kwa uchafu huo. Ama mtu ambaye anafanya kwa siri, hajulikani, hii ni kadhia nyingine. Kwa sababu mwingine anaweza kusema sasa, mwanamke unaweza kama amehifadhika kwenye dini, anafanya ibada, anavaa majuba, lakini wakati huo akafanya zina. Naam, anaweza akafanya, lakini asili ya kwamba huyu si mchafu, hajulikani hivyo, hajulikani kwamba ni mzinifu, hatangazi haya machafu anayoyafanya ambayo yanasadikika kwamba anafanya. Sawa, lakini hatusemi kwamba hata kama ni mu'min hawezi kuzini. La, almu'min yazni, naam yazni, lakini wakati ule anazini ndio imani yake inafanyaje? Inashuka. Sawa. Sasa ndio kuna maneno kwamba sasa kama tutasimamia hoja hiyo, kwa maana hiyo watu wengine wanatia shaka nyumbani kwao, wanatia shaka kwenye wale watoto. Mwingine anatia shaka kwa watoto wake, cheki, anasema mtoto kaa sio kwangu. Yahe, mtoto ambaye amezaliwa ndani ya ndoa, huyo ni wa kwako. Sawa, huyo ni wa kwako, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, alwaladu lilfirash. Mtoto ni yule anayepatikana kwenye kitanda cha ambacho kimepatikana kwa ndoa sahihi. Sasa habari ya kwamba huyu mtoto si wa kwangu, ndio wengine wanasema anayejua mtoto ni wa nani ni mama, kwamba anayejua mtoto ni wa kwako au si wa kwako ni mama. Sasa hii isiwapelekee mkatia shaka mpaka watoto wenu ambao mshawapata mkaanza kuangalia, hebu lete mkono wako kwanza. Haina haja, utajitia shaka bure na ukajikuta mama unamkataa mtoto kwamba huyu ameenda sijui kule sijui kwa nani, ukaanza kuangalia kwamba atakayepita na muangalia kichwa chake na muangalia na mwanao. Hiyo haitakiwi. Saa zingine mtoto hakufuati wewe shekhe, anaweza kaenda mbali kabisa kwa wajomba zako huko ambapo mwenyewe hujui. Kwa hiyo inatakiwa watu kuwa makini katika hilo. Lakini mwanamke ambaye amehifadhika katika dini, yani mpaka kufikia hatua kukuletea watoto ambao si wa kwako, hilo ni janga lingine, na Allah tuepushe nayo. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.